zinaonyesha kwamba kuna tofauti kubwa kati ya mjini na vijijini. Lakini sisi tunaonyesha kwamba kuna tofauti kati ya mtindo wa maisha. Hata kama unaishi mjini, mtindo wako wa maisha unaweza kutofautisha wewe na mtu mwingine. Sisi kama unanielewa daktari. Kwa hiyo tofauti yetu sisi ambao tunaionyesha kwa kiasi kikubwa ni kwamba mtindo wa maisha wa ujumla wa mtindo wa maisha wa mtu una namna ambavyo unachangia tofauti kinga ya mwili inavyofanya kazi. Kwa hiyo unaweza kuwa mjini lakini wewe unakula kwa mtindo wa maisha ya kijijini. Kinga yako inaweza ikawa tofauti na unaweza kuzalisha kinga ya mwili bora zaidi kuliko yule ambaye anaishi mjini na anaishi yale maisha ambayo ni ya kimjini zaidi, anakula vyakula ambavyo ndio viko stored na vitu kama hivyo. Lakini mtu mwingine yuko kijijini lakini na yeye anaishi maisha ya kimjini, anakula chipsi au anakuja mjini, anafanya kazi zake, anaenda kulala kijijini. Anajiita anaishi kijijini lakini sio kweli, kwa sababu mtindo wake wa maisha sio wa kijijini, mtindo wake wa maisha ni wa mjini. Kwa hiyo huyu na yeye anatofautiana na yule ambaye anaishi kijijini na yeye anaishi maisha ya mtindo ya kijijini. Kwa hiyo sisi ndio tofauti kubwa tunayoonyesha. Lakini tukija kwenye overall kwa ujumla, sababu ukikalculate ukachukua watu kwa mfano 90 wa kijijini na watu 90 wa mjini, ukija ukaangalia wastani wa kinga ya mwili waliozalisha, unaona haina tofauti kubwa. Tofauti ipo lakini sio kubwa kiasi kwamba tunaweza hatuiti statistically significant tunasema. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndio maana tukasema kwamba kati ya kijijini na mjini kwa upande huu hatujaona tofauti katika level ya kijiji na mjini. Lakini katikati yao wale watu ambao wanaishi maisha ya kijijini na wale ambao wanaishi maisha ya mjini wanatofautiana.